Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kupitia ofisi yake ya mahusiano ya umma limetoa taarifa likisema kuwa usiku wa kuamkia leo meli mbili za kubeba mafuta ambazo zimetaja kuwa zilikuwa zikikiuka taratibu zililipuka na kusimama baada ya kujaribu kupita katika njia ya kusini mlango bahari Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hizo zilikuwa zinajaribu kupita katika njia ambayo IRGC imeitaja kuwa hatari kwa madai kwamba zilikuwa zikifanya hivyo kwa ushawishi na shinikizo la jeshi la Marekani. IRGC pia ilikosoa uwepo wa jeshi la Marekani katika eneo hilo ikisema kuwa uingiliaji wa Marekani katika maji ya eneo hilo hauna uhalali wa kisheria na kwamba utakabiliwa na jibu kali. Aidha, taarifa hiyo ilisema kuwa maadamu kile ilichokiita vitendo vya uhasama vya Marekani vitaendelea katika eneo hilo, njia hiyo haitakuwa salama kwa usafirishaji wa mafuta, gesi asilia au mizigo mingine. Mwisho wa taarifa hiyo, IRGC ilionya jeshi la Marekani kujiandaa kwa kile ilichokiita operesheni ya adhabu, ikiwa hatua hiyo ni jibu kali kwa kile ilichodai kuwa ni ukiukwaji usio halali. Wakati huo, baada ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM kutangaza kuanzisha duru mpya ya mashambulizi dhidi ya malengo ndani ya Iran, taarifa za awali zinaonyesha kuwa milipuko imesikika katika miji kadhaa nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, milipuko ilisikika katika mji wa Tabriz, Konarak, bandari Mashlai, bandari Imam Khomeini, na hadi sasa kuna taarifa rasmi zilitolewa kuhusu chanzo cha milipuko hiyo, idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, wala kiwango cha uharibifu uliotokea. Ripoti za ndani pia zinaeleza kuwa milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa bandari Mashlai na bandari Imam Khomeini iliyopo katika jimbo la Khuzestan, na mamlaka za Iran zimesema zitatoa taarifa zaidi baada ya kuthibitisha kilichotokea. Kwa upande wake, CENTCOM ilitangaza kuwa imeanza wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ndani ya Iran, na ikidai kuwa huu ni usiku wa 9 mfululizo wa operesheni hizo na kwamba mashambulizi yataendelea katika saa zijazo. Wakati huo, shirika la kimataifa la nishati atomic limetangaza kuwa linafanyia tathmini taarifa za shambulio lililopotoa kulenga eneo la ujenzi wa kituo cha nyuklia cha Dokvik nchini Iran, lakini halikutaja upande unaodaiwa kuhusika wala kulaani shambulio hilo. Tamko hilo lilitoa baada ya shirika la nishati la atomic la Iran kudai kuwa Marekani ilifanya shambulio hilo mapema alfajiri. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, ilisema inaendelea kutathmini taarifa kuhusu shambulio hilo lililotokea usiku. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati atomic, kituo cha Dakur bado kiko katika hatua za awali za ujenzi na hakikuwa na nyenzo za nyuklia wakati wa ukaguzi wake wa mwisho. Shirika hilo liliongeza kwa tathmini ya awali inaonyesha kuwa shambulio hilo halikusababisha hatari yoyote ya mionzi, bila kulitaja taifa lililohusika wala kulaani shambulio hilo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati atomic Rafael Grossi alisisitiza tena umuhimu wa pande zote kujizuia kijeshi karibu na maeneo yote yanayohusiana na shughuli za nyuklia. Pia ilisema inaendelea kuwasiliana na mamlaka za Iran kuhusu tukio hilo na itatoa taarifa zaidi kadri uchunguzi utakavyoendelea. Awali, shirika la nishati atomic nchini Iran lilitoa taarifa likilaani kile kilichokiita kuwa ni shambulio la Marekani dhidi ya eneo la ujenzi wa kituo cha nyuklia cha Dokvik. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio hilo lilifanyika majira saa 3 kamili za asubuhi kwa saa za Iran siku ya Jumapili, Julai 19, 2026, ambapo makombora kadhaa yalirushwa kuelekea eneo hilo. Shirika hilo lilisema hatua hiyo ni kitendo cha uchokozi na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazim Garibabadi, alilaani vikali shambulio hilo, akilitaja kuwa ni shambulio hatari dhidi ya miundombinu ya amani ya nyuklia ya Iran. Katika taarifa yake, Garibabadi alisema Marekani inawajibika kikamilifu kwa matokeo ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na hali ya sintofahamu kutokana na shambulio hilo.